Tukaondoka nje ya lango, tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Tukaketi, tukasema na wanawake waliokutana. Unaona, tukasema maana yake kwa wingi. Mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi za zambarau, mwenyeji wa Thiatira, mcha Mungu, akatusikiliza, sio akanisikiliza, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Hata alipokwisha kubatizwa yeye na nyumba yake, akatusihi akisema, kama mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni, sio ingia, ingieni nyumbani kwangu mkae. Atushurutisha. Paulo alizingatia kwamba naenda kumhubiri mwanamke, nisiende mwenyewe, niende na jinsia nyingine, niwe na kampani ya mtu mwingine, mwanaume mwenzangu, ili mtu asiye akahesabu kwamba kuna uzinzi mahali popote. Kwa hiyo anamhubiri mwanamke Lydia. Hata alipoambiwa twende tuingie ndani, hakuwa na shida, angeweza kuwaza lolote, asingeweza kufikiri vyovyote. Utaona na hapa Paulo alikuwa na Luka na Sila, walikuwa pamoja, wakaingia katika nyumba ya mwanamke yule. Kwa hiyo walizingatia mipaka. Lakini leo unasikia mtume eti ana msaidizi wake wa kumsaidia kutafsiri siyo karama za lugha, wako chumbani. Wewe ni mzinzi wa kawaida, acha uzinzi. Mtumishi wa Mungu wa kweli lazima awe na mipaka, lazima awe na mipaka ya jinsia tofauti na yeye. Ndio maana mimi siwezi kukumatia mwanamke yoyote nje ya mke wangu. Sasa onyesha upendo. Kuna upendo wa ndugu, kuna upendo wa shirika, kuna upendo wa mke, kuna upendo wa mama, kuna upendo wa Mungu. Huo upendo na uwaonyesha washirika, huo unawatosha kwenda kuwatembelea. Kama mwanamke akiwa peke yake, nitaenda na mke wangu pamoja. Akiwa mwanaume peke yake, naweza hata nikaenda mwenyewe, hakuna shida yoyote. Nimekupa kanuni hizo. Lakini kanuni nyingine siku ya leo itakuwa ya mwisho. Kanuni moja wapo ya kumjua mtumishi wa Mungu wa kweli, tutamtambua vile vile kwa mavazi yake. Mtumishi wa Mungu lazima atambulike kwa kuvaa kwake. Akija leo mhubiri, alafu ameweka mlegezo, mimi siwezi kumsikiliza. Inawezekana mnywa kangara labda, inawezekana ni mvuta bangi labda, siwezi kumsikiliza. Hebu anza. Yesu angekuja leo akawa ameweka mlegezo wake pale, alafu ananiambia nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, ningemtupilia mbali, nisingetaka kumsikiliza Yesu. Lakini Yesu alikuwa very smart. Hakuwa na mavazi ya kihuni, hakuwa na mavazi ya kishetani, hakuwa na mavazi ya ajabu. Alikuwa very decent, alikuwa na mavazi very smart 100%. Alikuwa yuko very clear, na hata alipohubiri watu hawakumnyoshia kidole. Ndio maana Yesu hakuonekana mwenye hatia popote. Katika Yohana sura ya 8 mstari wa 46, Yesu alipokuwa anawahubiri watu, katika Yohana 8 mstari wa 46, Yesu akawaonyeshia vidole. Na hata mimi nimekuwa nikizungumza hivi. Akawaambia watu wa Yahudi wale ambao wanampinga, akawaambia hivi, ni nani miongoni mwenu anishuhudia ya kuwa nina dhambi? Nami nikisema kweli, mbona ninyi hamnisadiki? Hakuna mtu aliyewahi kumnyoshia kidole Yesu kwamba ana dhambi. Hajawahi kutokea. Hivyo ndivyo mtumishi wa Mungu anapaswa kuwa hivyo. Awe clear katika mavazi, katika ulimi, katika ushuhuda katikati ya jamii. Yesu Kristo alikuwa ushuhuda. Yesu siku moja aliwaambia hivi, katika Yohana 8:12 alisema hivi. Basi Yesu akamwambia tena akasema, mimi ni nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Basi Mafarisayo akamwambia, wewe unajishuhudia mwenyewe, ushuhuda wako sio kweli. Yesu akajibu akawaambia, mimi ningawa najishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu ndio kweli. Lazima ujishuhudie mwenyewe, jiprove mwenyewe, jithibitishe mwenyewe kwamba uko sawa sawa. Na mara baada ya kuprove mwenyewe kwamba uko sawa, na watu vile vile watakushuhudia. Nani alisema kwamba Yesu Kristo ana dhambi? Hakuna aliyenyosha. Japo alikuwa na wapinzani mamilioni, alikuwa na wapinzani maelfu, hakuna aliyewahi kunyosha kidole kumwambia Yesu Kristo wewe una dhambi. Tofauti na mitume wengine, tofauti na manabii wengine. Wako manabii walikuwa wazinzi, wako mitume walikuwa wazinzi, wako wengi tu. Wengine walikuwa wezi kama Yuda alikuwa anamwibia Yesu fedha. Ukisoma Yohana sura ya 12 mstari wa kwanza kuendelea, alikuwa anamwibia Yesu fedha, alikuwa ni mwizi. Habari ya Sulemani. Sulemani alikuwa mzinzi kama wazinzi wengine wote, kama Daudi tu. Alikuwa na wanawake 700 na masuria 300, alikuwa mzinzi. Ibrahimu naye alikuwa mzinzi vile vile. Daudi na hivyo. Lakini Yesu Kristo alikuwa ni mwenye haki, hakuwa mwenye dhambi yoyote. Na huyo ndio tunajifunza kwake. Alisema katika Mathayo 11:8, "Itieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mimi ni mpole
na mnyenyekevu wa moyo. Na tumekuja, Biblia imesema enendeni ulimwenguni mote. Tumekuja ndio tunakwenda ulimwenguni, na tuko hapa ulimwenguni hapa. Yaani Mbagala ni sehemu ya ulimwengu. Tuko hapa Mbagala, tunahubiri Injili, tunaeleza watu jinsi ya kumtambua mtumishi wa Mungu wa kweli. Unataka kuokoka, ujue kanisa gani la kweli kwenda, lazima ujue hizo principles, lazima ujue hizo kanuni. Na ninajua hakuna mtu atakayekuwa na swali. Kama atakuwa na swali, basi huyu ndugu yangu atakayepelekea watu maiki, lakini bila shaka hakutakuwa na swali lolote bila shaka. Sijui kama kutakuwa na swali. Sijui, sidhani kama kunaweza kuwa na swali kwa mtindo huu. Kwa hiyo nimetoa hizo kanuni nyepesi, kanuni rahisi ambazo watu wanapaswa, na nisisitize, ukienda mahali mtu anatoa maombezi kwa hela, huyo ni mganga wa kienyeji. Yaani hakuna maswali ya kujiuliza. Na maandiko nimetoa. Kwa sababu mganga, ukienda kwa mganga lazima utoe hela, na yeye ukienda kwa mtumishi naye anakwambia utoe hela ili unione, na wakati wa kuondoka utaambiwa upewe maji, sijui chumvi, sijui ndimu, na ujue ni mganga mwenzao, ila amevaa suti tu, amevaa suti na anajiita jina ambalo sio la mganga, lakini ni mganga yule. Kwa mimi nadhani, sidhani ndugu utawapelekea maiki, watu watahoji kama, bila shaka sidhani kama kutakuwa na swali iwalo lolote. Kwa mimi, kama wewe una swali, inawezekana wewe una swali, inawezekana wewe washakuibia sana hawa mitume, hawa wachungaji, inawezekana wamekuibia makuhani hawa, wamekutoa. Kuna jamaa mmoja amewatoa laki kadhaa huko Mbezi huko, na mwingine amewatoa, alikuwa anawatoa 500,000 mpaka serikali imemfukuza mbio. Inawezekana wewe unanishuti hapa, lakini wao wamekuibia. Bwana, wewe unaruhusiwa vile vile kuuliza maswali. Mpaka hapo mimi nimefika ukingoni. Nimejaribu kukupa principles mbalimbali za kuweza kujua kanuni. Kama kuna swali, karibu. Mtumishi, nina swali nataka nikuulize direct. Ukizingatia kuna watu ambao wako online hapa, tuko live. Yeah. Kuna swali nataka niulize. Kuna moja ya watu ambao wako kwenye channel yetu aliuliza swali, na nafikiri naye anatufuatilia sasa. Yeah. Huyu bwana aliuliza swali, alisema kila sehemu tukiposti video ana comment, anauliza, anasema Yesu alipokuwa anasulubiwa, yani Yesu alipokufa, Mungu alikuwa wapi? Okay. Yeah. Okay, nimeshaelewa. Hilo swali limeulizwa sana. Target ya swali lake kwamba Yesu alipokufa Mungu alikuwa wapi. Kwanza msingi wa swali lake anataka aliuliza tulipokuwa tunafundisha habari ya uungu wa Yesu. The concept it was there. Yaani swali lilikuwa liko pale. Kwamba tulipokuwa tunasema Yesu ni Mungu, aliumba mbingu na dunia. Swali lake likawa hivi, Yesu wakati anakufa pale msalabani, Mungu alikuwa yuko wapi? Ni muhimu tufahamu sana kwamba Yesu Kristo kwa wakati mmoja ndani alikuwa ni Mungu 100% na nje alikuwa ni mwanadamu 100%. Tukisema nje maana yake mwili alikuwa ni mwanadamu 100%. Hebu tusome andiko hili ambalo linaweza kutupa ufahamu mkubwa sana, alafu twende katika majibu ya huyo ndugu yetu. Kwa hiyo kwa nje ulikuwa ni mwili kwa 100%, kwa ndani alikuwa ni Mungu kwa 100%. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 18 mpaka mstari wa 19 inasema hivi: lakini vyote vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Mstari wa 19, yaani Mungu, huo ndio mstari wa kuzingatia, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo, yaani alikuwa ndani ya ule mwili akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hiyo kimsingi wakati Yesu Kristo anakufa pale msalabani, Mungu alikuwa wapi? Uliokufa pale msalabani ulikuwa ni mwili, lakini uungu ulikuwa unaendelea kufanya kazi na kila kitu kilikuwa kinaendelea kufanya kazi vile vile. Kwa hiyo mwili ndio uliokufa, lakini uungu ulikuwa unaendelea kufanya kazi vile vile. Kwa hiyo okay. Kwa hiyo
Mungu alikuwa yuko pale pale, ila msalabani uliokuwa umekufa ulikuwa ni mwili. Kwa swali, nadhani yule ndugu yetu ambaye nimeshalijibu swali lake. Na kama kuna swali jingine au niendelee na maandiko, kama liko swali jingine, lakini kama liko swali, kama hawezi sasa wakati anaendelea kuna nini kujipanga panga, niendelee na andiko Petro kwanza 3:18, nithibitishe kwamba uliokufa pale msalabani ulikuwa ni mwili. Petro kwanza sura ya 3 mstari wa 18 mpaka 19 inasema, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya hao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa. Sio uungu ndio uliwaa, mwili wake akauawa, bali roho yake akauisha. Kwa hiyo kufa pale msalabani ulikuwa ni mwili. Uungu ulikuwa unaendelea kufanya kazi vile vile, kila kitu kilikuwa kinaendelea kuoperate vile vile, watu walikuwa wanaendelea kuongoza vile vile, kila kitu kilikuwa kinaendelea kuendeshwa na yeye vile vile. Nadhani swali mimi nimejibu. Kama kuna swali ndio maana nimekuja. Najua kuna watu wana maswali mengi, ndio maana nimekuja mtaani. Kama kuna swali linaweza kuulizwa, kama liko, ndio maana nimekuja mtaani. Yesu anasema enendeni ulimwenguni mote, enendeni ulimwenguni mote, enendeni. Ndio maana tumekuja, tumewafuata. Tunataka kama Yesu alipokuwa anatembea mtaani, ndio tunachokifanya hapa. Yaani hapa tuna copy kile Yesu alichosema. Anasema jitieni ila yangu mjifunze kwangu. Na waraka kwanza Yohana 2:6 inasema 2:6 inasema yeye ambaye anasema anakaa ndani yake, imempasa yeye mwenyewe kuenenda vile vile kama yeye alivyoenenda. Unaona? Na sisi ndio tunaenenda kama Yesu sasa. Ndio tuko mtaani sasa. Tuko mtaani. Tunaleta habari za Yesu mtaani. Dunia ipate habari. The world must understand concern about Jesus Christ himself. Lazima dunia ipate kuelewa kwamba tunawafuata sasa watu mtaani kueleza habari za Yesu. Amen. Nadhani kuna swali. Ndio mtumishi, wapendwa jirani zetu hapa ambao tuko nao karibu. Ndio. Mmoja wetu ana maswali mawili. Anaitwa nani? Apendi kutambulika, apendi kuonekana. Okay, sawa. Lakini umefundisha ya kwamba kuna manabii wa kweli na manabii wa uongo. Ni sawa. Sasa anataka kutambua nabii wa kweli anamjuaje na nabii wa uongo anamjuaje? Sawa. Swali lake la kwanza. Ndio. Swali lake la pili. Ndio. Sasa hivi ana miaka 40 kasoro kidogo. Sawa. Lakini tangu ameanza kupata ufahamu, ndio anasikia tu Yesu atarudi, Yesu atarudi, Yesu atarudi. Nataka kutambua huyu Yesu anarudi lini? Kwa hiyo maswali yake mawili. La kwanza nataka kufahamu manabii wa uongo ninawajuaje? Manabii wa kweli ninawajuaje kutokana na somo lako uliolifundisha juu ya manabii wa uongo na wa kweli. Sawa. Lakini pili anataka kufahamu tangu ameanza kupata ufahamu kwa kuzaliwa kwake, sasa ana miaka 40 kasoro kidogo. Sawa. Anasikia tu Yesu anarudi, Yesu anarudi, Yesu anarudi. Huyu Yesu atarudi lini? Sawa. Anaomba majibu ya hayo maswali mawili. Sawa. Karibu tu. Amen. Haya. Swali zuri sana. Swali lake anasema atawajuaje? Nafikiri kwa sababu wakati nafundisha nafikiri hakuwa karibu. Sasa ninatamani asikilize sasa. Maana asikilize tutawajuaje. Nimetoa kanuni takriban 7, lakini kimsingi ziko 12. Hapa nimesema tu kwa haraka. Ziko 12 za kuweza kumjua mtumishi wa Mungu wa kweli na kumjua wa uongo. Maana hizo ukizipindua unamjua wa uongo, hizo ukizipindua unamjua wa kweli. Nimeeleza kanuni kadhaa. Ya kwanza, kanuni niliyoieleza, kanuni ya kwanza nilisema mtumishi wa Mungu wa kweli ni lazima ahubiri habari za kuokoka. Hiyo ni kanuni namba 1. Kama mtu hahubiri habari za wokovu, na hivyo ndivyo Yesu alivyosema, huyo ni mtumishi wa Mungu, mtumishi wa uongo. Na nimetoa maandiko. Nimesoma Luka 19:10 mpaka
Luka 19:9 mpaka 10 nimesema hiyo. Nimesema Tito 3 mstari wa 3 mpaka wa 4. Paulo mtume anajieleza kwamba aliokoka akiwa duniani. Mtumishi wa Mungu wa kweli lazima hahubiri kuokoka duniani. Yeyote ambaye anasema hakuna kuokoka duniani ni wakala wa Ibilisi. Hata kama anasema ni mtume, ni padri, ni mchungaji, ni mtumishi wa uongo. Namba 2, mtumishi wa Mungu wa kweli ni lazima ahubiri utakatifu, ahubiri habari ya kuacha dhambi. Mtu yoyote, mhubiri yoyote ambaye anasema hatuwezi kukaa mbali na dhambi, na nikakupa elements za kumjua mtu wa namna hiyo. Ukimsikia mtu anasema fata maneno yangu, usifate matendo yangu, kimbia mbio kwa spidi ya 190, huyo ni mtumishi wa uongo ambaye anasema fata maneno yangu tu, usifate matendo yangu. Kwa nini matendo yako tusiyafuate? Yana nini hayo matendo yako? Maana yake unajua kuna shida kwenye maisha yako. Lakini 3, tulisema mtumishi wa Mungu wa kweli kama anaombea watu lazima aombee kwa jina la Yesu. Hapulizi, narudia tena. Mambo ya kupuliza kufanya, yani anaombea watu kwa kupuliza, huyo ni wakala wa shetani. Yesu hajatuambia hivyo. Lakini jambo jingine, mtumishi wa Mungu wa kweli anapoombea watu anaombea bure. Bure. Mathayo 10 mstari wa 8, Yesu alisema mmepata bure, toeni bure. Tuko sawa? Tuko pamoja? Kwa hiyo mmepata bure, toeni bure. Karama hizi mlizopata za kuombea watu ni bure. Ukimwona mtumishi anaombea kwa kutoza hela, ni wakala wa shetani. Haijalishi kwamba ana jina kubwa kiasi gani. Haijalishi sio anaitwa askofu, mtume, nabii, padri, vyovyote. Huyo ni wakala wa shetani. Kwamba kumwona mtumishi utoe hela. Kwani wewe mtumishi, wewe ni daktari, anayeponya ni wewe, ni Yesu Kristo. Wewe unatumiwa tu. Eti kumwona mtumishi utoe 200,000, utoe 100,000. Ukitaka maombezi nunua maji. Vyote hivyo vinahusika na ushetani. Sio mtumishi wa Mungu wa kweli. Lakini jambo jingine nikasema mtumishi, nimekupa za haraka tu. Mtumishi wa Mungu utamtambua. Nimeambiwa ni okay? Naomba niulize swali kwa niaba ya watazamaji. Umesema sijui mtu akitoa maji, akitoa mafuta ni mtumishi wa shetani. Ndio. Jamii inafahamu yuko mtumishi mmoja mkubwa sana, anauza maji na mafuta. Na watu wanaenda wanapona. Na wanapata majibu yao. Huyu watu wanajifunza, wanatakiwa wajifunze nini, wafahamu nini? Maana wenye shida zao wakienda wanatatuliwa. Ndio. Ni muhimu tufahamu, sio kila mtu ambaye anafanya miujiza basi ametumwa na Mungu. Hilo ni kosa baya ambalo watu wengi wanadanganyika. Ni muhimu tujue hata shetani ana uwezo wa kufanya mambo mengi tu ya ajabu, lakini fulani ambayo hawezi kuifanya. Na nitakupa mipaka rahisi ya kuweza kujua. Mtumishi shetani hawezi kumfanya mtu afanye miujiza na kwa wakati huo huo aishi maisha ya utakatifu. Hawezi. Kwa ndio maana utaweza kugundua kirahisi mtumishi wa uongo anaweza kufanya miujiza ndio, lakini maisha yake ukiyakagua mengi yanakuwa ni machafu. Hilo moja. La pili, anaenda kinyume na neno. Yesu alisema nini? Yesu alisema katika Mathayo sura 24 kuhusiana na habari ya miujiza kwamba hata manabii wa uongo wanaweza kufanya. Mathayo 24:24 alisema kwa maana watatokea makristo. Neno makristo maana yake kuna watu watajiita Kristo, sio wa Kristo. Hili neno jingine, kuna watu watajiita wao ni Kristo. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na wapate kuwapoteza yamkini hata walio wateule. Kwa hiyo hapa Yesu ametufunulia kwamba wako manabii wa uongo ambao wanaweza kufanya miujiza, lakini kipimo kama hawaendi kama alivyosema Yesu, eka pembeni. Sio hilo tu. Waraka wa Thessalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, wa Thessalonike wa kwanza 2:9, wa Thessalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 9 inasema hivi: yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Biblia inaeleza hivi kwamba mtu anaweza kaja kwa mfano wa nani? Ana taswira ya shetani kabisa. Na Yesu akasema mtawatambua kwa matunda yao. Maisha yake yanaweza yakaonekana kabisa sio masafi. Hiyo ni dalili ya kwanza, ataenda kinyume na neno. Kwa hiyo watu kupata majibu sio kipimo
kwamba eti hawa wametumwa na Mungu. Kweli sio kweli. Kwa nadhani hilo nitakuwa nimeliweka sawa sawa. Ana swali tena. Na ikiwa hivyo ndivyo kwamba watu wanapopata majibu kwa watu ambao unasema ni manabii wa uongo, ndio haimaanishi kwamba wao ndio manabii wa kweli. Ndio. Je, manabii wa kweli wako wapi zama hizi? Ili watu wawaendee wawapelekee shida zao. Ilivyo ni kwamba kiuzoefu wengi walio wa kweli huwa hawajisemi kwamba mimi ni nabii wa kweli huku. Je, wapo? Ni kweli wapo, kwa sababu Biblia inasema katika Efeso 4:11 mpaka 15 Yesu aliwaacha mitume, manabii, wainjilisi, wachungaji na walimu. Wote hao wapo. Kama wachungaji wapo, walimu wapo. Kama walimu wapo, wainjilisi wapo. Kama wainjilisi wapo, manabii wapo. Kama manabii wapo, mitume nao wapo. Issue ni kwamba tunawajuaje? Yesu alisema mtawatambua kwa matunda yao. Mathayo 7 mstari wa 15 na mstari wa 16 na mstari wa 21, mtawatambua kwa matunda yao. Kwa hiyo wapo. Kanuni nimekupa za kuweza kuwajua. Rahisi sana. Ni hizi rahisi nimetoka kukwambia. Kama mtumishi anafanya maombezi kwa hela, huyo ni mganga wa kienyeji, kwa sababu kuna kanuni rahisi ya kuweza kujua utendaji kazi wa mganga. Utendaji kazi wa mganga mmoja wapo ni kwamba ukienda kwa mganga kwanza lazima utoe hela, namba 1. 2, ukienda kwa mganga akakwambia